Yes, this time around visiwa vya Zanzibar vimegeuka kuwa gumzo kubwa baada ya star wa kimataifa kutokea India, Nora Fateh, kuwasili kwa kishindo huku wakiandamana na msisimko mkubwa mtandaoni. Tangu aliposhuka katika uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume pale Zanzibar, macho ya mashabiki yamehamia huko moja kwa moja katika visiwa vya Zanzibar, lakini swali kubwa likiwa limekuja hivi kwamba Nora Fateh amekuja kufanya nini Zanzibar? Video mbalimbali zilizosambaa Instagram pamoja na TikTok zimemuonyesha Nora Fateh akiwa ndani ya maeneo ya kifahari katika mji wa Zanzibar, huku jambo ambalo limewashangaza wengi zaidi likiwa ni uwepo wa karibu yeye na msanii Rayvanny kutokea Tanzania. Tangu siku ya kwanza ya ujio wake, mashabiki hawajabaki kimya wala hawajabaki nyuma. Wengi wameanza kuunganisha dots wakiamini kuwa kuna jambo kubwa linaandaliwa kwa siri sana, na huenda safari hii dunia ikashuhudia korabo nyingine ya moto kutoka kwa mastaa hawa wawili waliowahi kutikisa kimataifa kupitia remix yao ya kwanza ya ngoma iliyobadili maisha yao kabisa ambayo inaitwa Pepeta Remix. Ndio wengi huikumbuka pia kama wimbo wa Tetema Remix kutokana na ukaribu wa kipindi hiko cha mafanikio makubwa ya Rayvanny kimataifa. Miaka michache iliyopita Rayvanny na Nora Fateh waliingia studio na kutoa project iliyovuka mipaka ya Afrika Mashariki. Video yao ilikusanya mamilioni ya views ndani ya muda mchache sana, ikachezwa India, pia ikachezwa Middle East, pia ikachezwa Afrika, na bila kusahau ikachezwa katika bara la Ulaya, lakini kilichozua gumzo zaidi ni taarifa kwamba project hiyo ilitajwa kwenye mazungumzo ya tuzo kubwa duniani, tuzo za Grammy. Ilikuwa nominated pale, huku jina la Rayvanny likaanza kutajwa kwenye ramani ya kimataifa kwa nguvu zaidi. Na sasa baada ya miaka kadhaa kupita, Nora Fateh amerudi tena karibu na Rayvanny. Coincidence? Huenda isiwe. Kwa mujibu wa baadhi ya video zilizopo Instagram, Nora ameonekana kwenye maeneo tofauti ya Zanzibar yenye mandhari ya kuvutia sana, ikiwemo Stone Town na kwenye baadhi ya fukwe za kule Zanzibar. Lakini yeye ambayo haya maeneo watu wengi wanatarajia kwamba mtu akienda hapo ni very cinematic, kwamba na akija akatoa video basi inakwenda kwenye kiwango cha Hollywood kabisa. Hilo limewafanya wengi kuamini kuwa tayari kuna shooting mpya inaweza kuwa inaendelea kwa siri kubwa. Cha kuvutia zaidi ni kwamba Rayvanny ameonekana karibu kila hatua, kuanzia mapokezi tangu alipofika pale katika uwanja wa Amani Zanzibar, safari za maeneo mbalimbali ikiwemo kwenda kuzuru Stone Town na maeneo mengine mengi, na maeneo ya sehemu ya pale hotelini, sawa, hadi baadhi ya clips zinaonyesha wakicheka na kuonekana comfortable pamoja. Mashabiki wameanza kuulizana, je, kuna korabo mpya inakuja tutarajie kati ya Nora Fateh pamoja na Rayvanny, au je wanataka kuvunja rekodi tena kama walivyovunja kwenye ngoma yao ya Tetema Remix? Na maswali mengine mengi tu yamekuja kama, je, safari hii wanaandaa hit kubwa kuliko ile ya kwanza? Mpaka sasa hakuna hata mmoja aliyetoa taarifa rasmi kuelezea kilichomleta Nora Zanzibar. Hakuna aliyethibitisha kama kweli kuna video inashutiwa against Nora Fateh na Rayvanny, lakini kinachoongeza moto wa gumzo hili ni ukimya wao. Ndio kadri wanavyozidi kuwa kimya, na ndivyo mashabiki ambavyo wanazidi kupata hamu ya kujua nini kinaendelea nyuma ya pazia. Na ukiangalia timing ya ujio huu, wengi wanaamini huenda project hiyo ikawa inalenga soko la kimataifa zaidi. Kumbuka Nora Fateh ni moja ya mastaa wenye ushawishi mkubwa India na duniani kwa ujumla. Kwenye upande wa dance, fashion na music videos ana mamilioni ya followers duniani kote, na kwa upande mwingine Rayvanny tayari ana historia ya kufanya vizuri kimataifa kupitia lebo yake ya Next Level Music pamoja na collaboration mbalimbali za nje ya Afrika. Hivyo kuonekana kwa wawili hawa pamoja tena si jambo dogo kabisa. Mitandao ya kijamii imeanza kuripuka kwa comments mbalimbali. Wapo wanaosema ukiona Nora na Rayvanny pamoja basi ujue
moto unakuja. Wengine wanaamini Zanzibar imechaguliwa makusudi kwa sababu ya uzuri wake wa asili, fukwe zake za mandhari zinazoweza kufanya video yoyote ionekane kiwango cha Hollywood. Na ukweli ni kwamba Zanzibar kwa sasa imekuwa sehemu inayovutia mastaa wengi zaidi duniani kwa ajili ya shoots za videos, movie na mapumziko ya kifahari. Lakini bado jina la Rayvanny limeendelea kutajwa zaidi kwenye kila video ya Nora iliyopo Zanzibar. Kila posti, kila clip, kila movement, mashabiki wanamtafuta Rayvanny humo, na hiyo peke yake tayari imeanza kujenga anticipation kubwa sana. Je, huu ni mwanzo wa project mpya itakayotikisa dunia? Je, Rayvanny na Nora Fateh wanataka kurudia mafanikio yao ya zamani, au kuna jambo kubwa zaidi ambalo bado limefichwa? Na kwa sasa hakuna mwenye majibu kamili, lakini kitu kimoja kiko wazi: Zanzibar imegeuka kitovu cha attention duniani baada ya ujio wa Nora Fateh. Na kama kweli kuna videos mpya inarekodiwa, kama kuna music video mpya inarekodiwa, basi huenda Afrika ikaenda kushuhudia hit nyingine kubwa sana ndani ya mwaka huu. Mashabiki sasa wanasubiri kwa hamu kuona kitakachofuata, kwa sababu wakati mwingine ukimya wa mastaa ndio announcement kubwa kuliko zote. Bana, karibu sana. This was Duara TV, Mereto Moka 360. Hadi wakati ujao.